Karibu kwenye video muhimu sana. Katika dunia ya sasa ya teknolojia, simu zetu zimekuwa kama sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tunahifadhi taarifa binafsi, picha, meseji na hata taarifa za benki. Lakini je, umewahi kujiuliza kama kuna mtu anachunguza au kufuatilia simu yako bila wewe kujua? Leo nitakueleza dalili 5 muhimu zinazoonyesha kuwa simu yako inachunguzwa na mtu mwingine. Karibu FYP Marketing, na kama wewe ni mgeni hakikisha umsubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata notification pale tunapoposti content mpya. Na kwenye video leo tunazungumzia dalili 5 ambazo ukiziona unajua kwamba simu yako inafuatiliwa. Dalili namba 1 ni simu kupata moto haraka bila sababu ya msingi. Unapokuwa unatumia simu yako au mara kwa mara unapokuwa haujaitumia simu sana, unajua kuna simu unaweza kuwa hujaitumia sana lakini inakuwa inachemka. Na moja dalili ambazo zinaonyesha kwamba simu yako inachunguzwa ni dalili ya kwanza ni kwamba simu inakuwa inapata moto hata ukiwa utumii kwa kazi nzito, kwa sababu unajua simu ili iweze kuchemka ni kwamba processor inakuwa inafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mfano unatumia application zaidi ya 5 kwa wakati mmoja na zote umezifungua, au kipindi hicho unapiga muziki huku umefungua data na huko ukifanya majukumu mengine online, unakuta kwenye kipindi hicho processor inakuwa na kazi kubwa. Kwa hiyo processor inaweza kuwa na kazi kubwa mpaka kuanza kuchemsha simu. Hiyo ni sababu inaeleweka. Lakini kama hujafanya kitu chochote kwenye simu yako lakini simu imeanza kuchemka, lazima uanze kustukia kwamba simu yako inachunguzwa. Na dalili ya pili ni kwamba betri kuisha haraka au kuisha charge haraka isivyo kawaida. Dalili ya pili ni kupungua kwa uwezo wa betri kwa kasi isiyo kawaida. Kama simu yako ilikuwa inakaa na charge masaa mengi lakini sasa inaisha ndani ya muda mfupi, kuna uwezekano mkubwa kuwa kuna programu inafanya kazi usiku na mchana kwa siri bila kufahamu. Kuna programu hizo hujificha na kutumia nguvu nyingi, hivyo huchangia kumaliza umeme wa betri mapema. Unajua simu ikiwa inachunguzwa kwamba unakuta wewe hutumii simu lakini umeme unakuwa unaisha faster kwenye simu yako. Unakuta hujatumia kitu chochote wala hujaifanyia chochote, ila umeiweka simu hapo lakini umeme ukao unaisha faster. Hii ni dalili kwamba kuna applications zinafanya kazi bila wewe kutumia. Ina maana kuna apps zinafanya kazi kinyume na ambavyo wewe huwa unafanya. Kwa hiyo ukiona dalili hii pia uanze kufikiria kwamba simu yako inawezekana inachunguzwa. Dalili ya 3 ni sauti za ajabu au kungurumika kwa simu wakati wa kupiga au kupokea simu. Dalili ya 3 ni usumbufu wa sauti au kelele zisizoeleweka wakati unapopiga simu au kupokea simu. Wakati mwingine unaweza kusikia sauti ya mtu mwingine kwenye line, kelele za ajabu kama vile milio ya kielektroniki au hata kuchelewa kwa sauti. Hizi ni dalili kwamba kuna uwezekano simu yako inarekodiwa au kuna mtu wa tatu tofauti na ambao unaongea naye wewe anasikiliza mazungumzo yako kwa mbali kabisa. Kwa hiyo sometimes unapokuwa unapokea simu au kupiga simu unaona sauti na kwa muda kuanza kufanya kazi, au umempigia mtu lakini bado hujaanza kusikia sauti yake, au mtu amekupigia lakini uka bado hujasikia sauti yake na kuna milio fulani unalia ambao sio kawaida inalia kipindi unapokea simu, ni kwamba yani dalili kwamba kuna mtu anarekodi mazungumzo yako au kuna mtu tofauti ambaye anasikiliza mazungumzo yako. Kwa hiyo kama umeona dalili pia hii, note kwamba inawezekana kuna mtu anafuatilia simu yako. Dalili ya 4 ni kuisha kwa internet au data haraka bila sababu. Dalili ya 4, kuisha kwa data zako kwa kasi ya kushangaza. Iwapo hutumii internet sana lakini unashangaa kwa nini bando zako zinaisha haraka mara kwa mara. Inaweza kuwa kuna spyware au program ya kisiri inatumia taarifa zako kwa mbali, hiyo ni picha, mazungumzo au hata eneo uliopo. Unashauriwa kuangalia ripoti ya matumizi ya data kwenye simu yako ili kujua app gani inatumia internet kwa wingi isivyo kawaida. Kuna watu wengi wanadharau ili hapa. Unapokuwa unatumia simu yako au sometimes mara kwa mara, hakikisha kwamba unakuwa unaangalia simu yako ni app zipi ambazo zimekuwa zinatumia data. Unaweza kukuta app mpya ambayo wewe huwa uitumii lakini na uko pale kwamba inatumia data nyingi. Na hizi ni dalili mbaya kwamba simu yako kuna spy wewe ambayo ipo kwenye simu yako ambayo inatumia data lako bila wewe kabisa kutumia. Kwa hiyo ukiona dalili hii pia anza kushtukia kwamba inawezekana kuna mtu amehaki simu yako. Na dalili ya mwisho au ya 5, simu kujizima au kujifungua yenyewe bila kutoa amri. Dalili ya 5 ambayo ni kusitisha zaidi ni pale simu yako unapoanza kufanya mambo yenyewe, kujizima, kuwaka bila kuamrishwa au kuonyesha skrini zenye maandishi au apps ambazo ukuzifungua. Hii mara nyingi ni ishara kwamba hackers au udhibiti wa mbali
wa simu yako, inawezekana kabisa kuwa kuna simu yako au kuna mtu anaweza kuingilia simu yako, kufuta message, kufanya taarifa mambo mbalimbali kwenye simu yako. Kwa hiyo unapokuwa unaona dalili kama hizi, simu inajizima na jiwasha, mara apps zinajifungua zenyewe, ni dalili za kwamba simu yako inakuwa inafuatiliwa. Kwa hiyo inabidi waanze kugundua kwamba inawezekana hackers wamehaki simu yako, kwa unatakiwa uwe makini. Na ukiweza kubaini hata dalili 2 au 3 kati ya hizi kwenye simu yako, basi usichukulie poa. Ni muda kuchukua hatua, hasa kwa kuangalia apps zote zilizo kwenye simu yako, futa zile usizotambua, weka programu ya usalama au antivirus unayotegemewa, fanya marekebisho ya mipango ya faragha, kumbuka usalama wa taarifa zako au unazofanyia. Ukishajua kwamba kuna apps au kuna mambo fulani unashtukia kwenye simu yako au unataka kulinda usalama wa simu yako, kwanza usiruhusu apps yoyote au application yoyote ambayo unakuta mfano ni application ya kujifunza, na hiyo application haihusiani na masuala ya picha wala kuchukua data za simu yako, lakini nakuomba kwamba uiruhusu ianze kufikia picha, uiruhusu ianze kufikia namba za simu. Unakuta ni app ambayo app na vitu ambavyo unaviomba ni vitu tofauti. Kwa unapokuwa unaona application inaomba ruhusa vitu ambavyo wala hata havihusiani navyo, lazima uwe makini.